الحديث الثالث حديث يتات الأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث الثالث حديث يتات عن عبيد الله ابن عقبة ابن مسعود. مepokelewa kutoka kwa Ubaidillah ibn Uqba ibn Mas'ud an Abi Hurairah, kutoka kwa Abu Hurairah wa Zaid ibn Khalid al-Juhani na Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhuma qala, wamesema: suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anil amati idha zanat wa lam tuhsan, aliulizwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anil amat, kunako mtumwa wa kike. Anil amat, kunako mjakazi wa kike, mtumwa wa kike. Idha zanat, atakapozini. Wa lam tuhsan, na hali ya kuwa hajaingia katika ndoa. Lam tuhsan, na hali ya kuwa hajaingia katika ndoa. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: idha zanat fajliduha, atakapozini mpigeni bakora. Thumma in zanat fajliduha, kisha kama akizini tena mpigeni bakora. Thumma in zanat fajliduha, kisha kama akizini mpigeni tena bakora. Thumma bi'uha walau bidhafirin, kisha muuzeni. Walau bidhafirin, walau kwa thamani ya kamba. Walau bidhafirin, japokuwa ni kwa thamani ya kamba, muuzeni. Huyo hawafai tena. Mtumwa keshazini mara tatu, mara ya kwanza kapigwa, mara ya pili kapigwa, mara ya tatu kapigwa, kazini tena, muuzeni. Tena kumuuza kwenyewe walau bidhafiri, japokuwa ni kwa thamani ya kamba. Aja mtu: bwana, mimi nakuuzia huyu shilingi ngapi? Wewe mchukue tu, nipe hata kamba, nenda naye. Kuonyesha ule sifa mbaya alionayo mtume akishakuwa hivyo. Kwa hiyo hadithi hii inaeleza kunako haddi atakayopigwa mtumwa kwa kuzini. Hadithi zilizotangulia zimebainisha haddu zina ala al-ahrar, haddi ya zina kwa watu huru waungwana. Mtu bikra ambaye hakuingia katika ndoa atapigwa mijeledi 100 na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Ama thayib ambaye ameshaingia katika ndoa atapigwa mawe mpaka afe. Kwa hadithi hii inaeleza na kubainisha hadhi ya watumwa wenye kumilikiwa katika wanaume na wanawake, na wao pia hadhi ipo juu yao, mfano wa waungwana, watu huru, alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: fa idha ahsin, yani watakapoolewa. Fa in ataina bifahishatin fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab, watumwa wakileta fahisha, wakifanya uchafu, fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab, basi iko juu yao nusu ya kile kilichopo kwa waungwana katika adhabu. Kama mwanamke muungwana ani mtu huru ambaye hajaolewa, akizini atakiwa apigwe bakora 100, basi mtumwa atapigwa 50, nusu yake. Kwa hiyo watumwa nao husimamishiwa haddi watakapozini, lakini haddi yao ni nusu ya mtu huru, nisfu ma ala almuhsanati katika adhabu. Na at-tansif, nusu ya adhabu inakuwa katika bakora. Sawa, watumwa hakuna kupigwa mawe
kwa kuwa kupigwa mawe hakuna nusu yake. Kupigwa mawe ni mawe mpaka mtu afe, haina nusu yake. Kwa hawa watapigwa bakora tu, na bakora zao ni 50. Kwa hiyo kama vile ambavyo mtu muungwana, mtu huru ambaye hakuingia katika ndoa atapigwa mijeledi 100, basi mtumwa atapigwa mijeledi 50, atapigwa bakora 50, sawa sawa awe ni yani hakuingia katika ndoa au awe alishaingia katika ndoa. Hiyo ndiyo haki ya watumwa. Ama taghrib, kupelekwa ugenini mtumwa, hatopelekwa ugenini, kwa kuwa kumpeleka ugenini mtumwa kuna mdhuru sayyidi wake, yule bosi anayemmiliki mtumwa, kwa kuwa mtumwa ni mali. Nikaona kama unalichukua gari la mtu unalipeleka huko, sasa limetoka katika umiliki wake. Mtumwa ni mali, pamoja kwamba ni mtu lakini ni mali. Kwa ugenini hatopelekwa, kwa kuwa swala la kumpeleka ugenini linamdhuru bosi, na yule bosi hana dhambi yoyote. Mtumwa tu ndo kaingia katika uchafu huu. Kwa hiyo atasimamishiwa haddi, na haddi yake imethibiti kwa kitabu na sunna. Katika kitabu kama aya tuliyosoma, fa in ataina bifahishatin fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab. Katika sunna ni kama hadithi tuliyosoma. Kwa hiyo wao watapigwa mijeledi katika hali ya ndoa na hali ya kutokuwa katika ndoa, na wala hakuna rajmu juu yao watumwa. Kwa hadithi ikajulisha juu ya kwamba yule ambaye atampigia haddi mtumwa ni sayyidi wake. Sayyidi anayemmiliki mtumwa ndiye atakayemsimamishia haddi ya kumpiga hizo bakora 50. Lakini hududi zilizobakia kwa watu waungwana, watu huru ambaye siye mtumwa, zile haddi hatozisimamisha wala kuzipitisha isipokuwa ni mtawala au naibu wake, yule aliyeteuliwa na mtawala, kama hadithi tuliyoisoma. Ughdu ya Unais, Mtume salama hapa amemweka badali mtu wa kwenda kusimamisha haddi ya zina, kwa ima ni mtawala mwenyewe au naibu wake. Kwa hiyo sayyidi atasimamisha haddi kwa mtumwa wake mwenyewe, sawa, lakini haddi za watu huru zitasimamishwa na mtawala. Lakini hiyo haddi pia atakayosimamisha sayyidi sio haddi ya kukata. Kama mtumwa kaiba, basi sayyidi amkate mkono mtumwa wake. Haddi atakayosimamisha sayyidi ni katika aljaldu faqat, mijeledi tu, kumpiga bakora. Lakini kukata mkono, kukata mguu, sawa, au kuua na kisasi mfano wa hivyo, haya atayasimamisha waliyul amri, mtawala. Hata katika haki ya watumwa atalisimamia mtawala. Hivyo hivyo watu huru, hilo atalisimamia mtawala kwa ajili ya kulinda, kuchukua mipaka, pasije pakachukua mipaka au kuzembewa katika jambo hili. Mtawala ndiye atakayesimamia, lakini hadhi ya bakora ataachiwa sayyidi kumsimamishia mtumwa wake. Lakini vile vile hadithi imejulisha juu ya kwamba mtumwa atakapokariri kuzini, basi naye atakaririwa haddi, atapigwa. Akizini mara ya kwanza atapigwa bakora 50, mara ya pili tena bakora 50, kizidi mara ya tatu pigwa tena bakora 50. Sawa, kama ilivyokuja katika hadithi. Sawa, au pia mpaka mara ya 4, kwa hadithi inaendelea na maelezo tayasoma, kama maelezo aliyosema hapa Imam Ibn Shihab. Kwa pia inaingia mpaka mara ya 4. Sawa, kwa hiyo mtumwa akiendelea bado mara zote hizo anazini, basi huyu atakiwa auzwe. Sayyidi wake atakiwa kumbakisha katika umiliki wake, bali atakiwa amuuze, hata kama ni kwa thamani ya kamba
thamani ndogo kabisa, amuuze ili asalimike na shari yake. Hiyo ni kwa upande mmoja. Upande wa pili vile vile, huenda pia kwa kule kumuuza mtumwa akatoka katika umiliki huu akaenda kwenye umiliki mwingine, akabadilika hali yake, akatubu kwa Allah, akarudi katika usawa, au pengine yule mmiliki wa pili anayeuziwa huyu mtumwa akawa ana nguvu zaidi kuliko wa kwanza, akamwadabisha vizuri. Kwa hiyo ndani yake kuna hikma katika kumbadilisha umiliki mtumwa baada ya kuzini mara zote, muuzeni. Kwa hiyo huenda akaenda huko akabadilika, au vile vile pia huyu mmiliki aliyeuziwa huyu wa pili akawa ana nguvu zaidi kuliko huyu wa kwanza, akamdhibiti vizuri. Qala Ibn Shihab, sio hapo kitabu changu kimechanganya sinakuja alhadithu rabi kwangu, habari zimeingiliana. Ibn Shihab ipo kwenye hadithi ya Ma'iz ibn Malik, huku ipo kote kote. Qala Ibn Shihab, amesema naam, amesema al-Imam Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, wala adri, wala sijui, ab'ada ath-thalithati aw ar-rabi'ah, ni baada ya mara ya tatu au mara ya nne, yani huko kuuzwa. Ab'ada ath-thalithati aw ar-rabi'ah, huko kuuzwa ni baada ya mara ya tatu au mara ya nne. Kwa Ibn Shihab anasema la adri. Wadhafiru alhablu, aldhafiru ni kamba, wadhafiru alhablu, na aldhafiru ni kamba, sawa. Kwa hiyo kwa maneno hayo ya al-Imam Ibn Shihab pia inajulisha jua kwamba kule kukaririwa, kupigwa mijallad, kurejewa kunaweza kuwa mpaka mara 4, kisha ndo akauzwa, mpaka mara 4 kisha ndo akauzwa. Kwa hivyo imeeleweka. Kwa hiyo hadithi katika faida zake ni kuonyesha kwamba zina ni aibu kwa mtumwa, jambo la aibu. Alafu vile kama hatojua yule anayemnunua pia ana khiari katika kumrejesha, maana mtumwa ni mali. Sasa kama ilivyo katika mali zingine, mtu anapouza, unauza simu, unauza gari, unauza nyumba, eleza dosari zilizopo. Basi hivyo hivyo kwa mtumwa, bwana huyu nakuuzia lakini ni mzinifu, nakuuzia huyu lakini anakojua kitandani, aibu zake zote, ili akimnunua ashikubali, anajua kabisa huyu nimemnunua na dosari fulani. Lakini wamuuzia mtu mtumwa kwa sababu ya tabia yake mbaya, uzinzi, hujamwambia, anaenda kule mtumwa anaendeleza tabia hiyo, aliyemnunua ana khiari ya kumrudisha au kumbakiza katika umiliki wake. Akiwa na hanifai anamrudisha, chukua pesa yake, kwa kuwa ni dosari kwa mtumwa akiwa ni mzinzi, kama zilivyokuwa dosari zingine. Naweza kule tukamaliza endika 9 hizi. Hadithi ya 4 na 5 na ya 6 ni ndefu. Hadithi ya 4 inaeleza kisa cha Ma'iz ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nafikiri hii tungekuja kulianza kesho tukaumaliza mlango kabisa vizuri.
tukianza hapa kisha tukasoma nusu. Kwa hiyo alhasil, hadithi hii tuliisoma kuna mlango huu kwa ujumla wana mambo mengi katika mambo ya kisheria, mambo ambayo yanaonyesha ule utaharifu wa sheria ya Kiislamu, kwamba sheria ya Kiislamu imeweka kila kitu mahala pake, na lau kwamba yatatabikishwa, yatapitishwa, yatafanywa kazi vile ambavyo Uislamu unataka, basi amani ya miji inapatikana, kadhalika heshima za watu, mali zao, nafsi zao, damu zao zinahifadhika. Kwa kuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo imekuja nayo ni ad-daruriyatul khams, yale mambo ya lazima matano kuhifadhiwa. Kuhifadhi nafsi, kwamba nafsi za watu zihifadhiwe, sio kitu cha bure, kwamba mtu anaweza akawa ana ujasiri mtu na nafsi za watu kuua pasi na haki, akamuua mwenzie. Na maana wa Uislamu ukaja ya kwamba mwenye kuua naye auawe, mwonyesha kwamba sheria imekuja kuhifadhi nafsi za watu. Mtu asimwage damu za watu kiholela tu, anajua kwamba mimi nikiua na mimi nauawa, hafanyi hivyo. Lakini leo mtu anaweza akaua akafungwa tu miaka kadhaa akatoka. La pili, sheria imekuja kuhifadhi mali za watu, kwa kuwa mali ni kitu ghali, zisichezewe. Ikawekwa sheria, mwenye kuiba akatwe mkono. Alau kwa watu wanafanywa hivyo, basi jambo lingekuwa vizuri kabisa. Mwenye kuiba akatwe mkono. Sheria ikaja na kwamba kuhifadhi heshima za watu, kuhifadhi nasab. Kama hivyo mwenye kuzini, tunasoma hadi zake. Akiwa ni mtu hajaingia katika ndoa, atapigwa mijeledi 100 na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Akiwa aliingia katika ndoa, basi pigwa mawe mpaka afi. Kwa kuwa sheria imekuja na mkakati huu kuhifadhi nasabu za watu zisichafuliwe, akaingizwa katika mirathi yule ambaye hastahiki kurithi. Mtu kazini huko, halafu yeye ni mwanandoa, kaja yule mtoto kamleta katika ndoa, kamleta katika nasabu ambayo si yake, atarithi huku katika sehemu ambako yeye hastahiki kurithi. Kwa hiyo sheria ikaweka hivyo, nasabu zisichanganyike, nasabu zibakie katika hali yake. Kwa hiyo ukawekwa hududi hizi. Kadhalika sheria imekuja pia katika mambo ya lazima kuhifadhi akili za watu. Mtaona tutakuja kusoma huko, kuna haddul khamri, hadi za ulevi, kwenye kunywa tembo na yale yote yenye kuondosha akili, imewekewa hadi zake. Kwa nini? Kwa kuwa akili ni kitu mali, hasitaki kuchezewa akili za watu kwa mihadarati na vitu vyote vyenye kuondosha akili. Kwa hiyo haya ndiyo yale ambayo Uislamu umekuja nayo katika sheria yake, na Uislamu umeweka kila kitu pahala pake. Kwa hiyo tukija tutamalizia hadithi zilizobakia kisha kuingia katika haddul khamri, haddi ya ulevi, ni kulewa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa